Lakini anasema kaeni humu mjini hata muvikwe uwezo wa Mungu unaokuja na Roho Mtakatifu kuwa kama vazi. Sasa unisikilize vizuri. Sizungumzii hapa juu ya kumtumikia Mungu. Ninazungumzia hapa juu ya kuandaliwa kumtumikia Mungu. Kuna upako wa mchungaji kuandaliwa kuwa mchungaji, na kuna upako wa mchungaji kufanya kazi ya kichungaji. Anasema hivi, subirini humu mjini mvikwe. Hakusema mvae, anasema mvikwe. Maana yake mnaandaliwa, hamjiandai. Hata kama umeenda chuoni, huendi kujiandaa, unaenda kuandaliwa. Roho Mtakatifu kazi moja wapo alionayo ni kuwavika watu vazi ambao umebeba upako kwa ajili ya kuandaliwa na Mungu. Sasa unisikilize. Mungu anapoandaa watu kwa ajili ya utumishi, anaandaa ngazi mbili. Ngazi ya kwanza kama mtu binafsi, ngazi ya pili kama sehemu ya kundi lake la watumishi. Anakuandaa peke yako kama mtu binafsi na vipawa vyako na kile anachotaka ufanye, lakini cha pili lazima akuandae kwa ajili ya kushiriki utumishi katikati ya kundi la watumishi wake. Ndivyo Biblia inavyotufundisha. Sisi ni viungo mbalimbali vya mwili wa Kristo. Kila kiungo kina kazi yake. Hata kile ambacho kinaonekana dhaifu kinahitajiwa zaidi. Lakini hakuna kiungo kinaweza kustawi kwa kufanya kazi peke yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuandaa, hakuandai tu kutumia kipawa chako. Anakuandaa kutumia kipawa chako katikati ya vipawa vingine.